Nafasi Mungu aliyotupa tena, nataka nipate nafasi ya kuletea neno la Bwana saa hii na muda huu sawa sawa na kile ambacho Mungu amekusudia. Kwa hiyo nipende ufunike macho yako mahali ulipo, nipate nafasi ya kumshukuru Mungu. Hakikisha kwamba unayafunika kama unajua kabisa hayatakuwa na utulivu wa kiroho. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo tena na nafasi hii ambayo umetupa. Nina kila sababu ya kukushukuru Mungu kwa uaminifu wako ambao Mungu tena umetutunza na kutuleta mahali hapa. Tunajua Mungu we Bwana, sio kwa akili zetu wala kwa ufahamu wetu ya kwamba tuko mahali hapa, lakini Mungu we umetuunganisha na kutuleta watu kutoka maeneo mbalimbali, watu kutoka Mungu kona mbalimbali, umetuunganisha hapa kama mwili wako we Bwana. Nami ninajua kwamba mbingu zako zimefunguka kwa ajili ya kuwa tayari kutuhudumia kutoka kwenye ile hema ya patakatifu pa patakatifu. Maana tunajua Mungu sawa sawa na neno lako. Ulisema Yesu ulipokuwa unaondoka, ulisema ya kwamba wewe Bwana ulipopaa mpaka mbinguni, Biblia inasema ukaketi mkono wa kuume wa Baba kule juu mbinguni, na unatuombea mpaka leo. Kwa hiyo Mungu, tunapokuwa tunakusanyika hapa, tunajua mbingu zimefunguka katika na kutuunganisha na ile hema ya patakatifu kuliko kule mbinguni, ambapo Bwana Yesu na hudumu Bwana, na uko pamoja nasi ukituombea Bwana, ili ibada hii ifanye kazi sawa sawa na Mungu ulivyokusudia, ili kile ulichokusudia kipate kufanikiwa Bwana. Nasi Mungu tunaomba Bwana, tunapokula mbele zako saa hii Bwana Mungu, ukatuunganishe na ile ibada katika hema ya patakatifu pako Bwana. Mbingu zako zikatufungukia hapa Bwana, ukajifunue kwa namna ambavyo Mungu hatujai kukuona tena, katika jina la Yesu Kristo. Nijalie nami mtumishi wako hekima itokayo kwako juu na ufahamu utokao kwako juu katika kile ambacho Mungu nataka niseme. Fungua akili za watoto wako pia wapate kuelewa kama ulivyofungua akili za wanafunzi wako wakapata kukusikia na kuelewa kile ambacho unasema nao katika wakati ule na majira haya. Mungu, tunajua tuko katika mlango huu na katika kipindi hichi na msimu Bwana. Tumeomba asubuhi Bwana Mungu wetu ya kwamba Mungu, tunapoingia katika kipindi hichi kipya Bwana Mungu wetu, tukapate ufunuo mpya katika yale ambayo Mungu unataka kutusaidia katika kipindi hichi tunachoingia, katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Moja ya mambo ya msingi kabisa ambayo Mungu ametupa kutazama. Okay, ngoja nijitambulishe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alitaka kuchanja mbuga hapa, mkenikamatia katoro. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Thomas Muhina, ni mwalimu wa neno la Mungu la Biblia, na ninamshukuru Mungu kwa nafasi ambayo amenipa ya kumtumikia Mungu katika shamba lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi ambao wananifahamu, kuna wengi ambao wangapi shaye kutosheka kuonana mahali kaza, najua wengine tumeshaye kwa shehe kunionaona mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na wengine wanajaribu kujiuliza, wewe kwani ni mwalimu wa sekondari? Hapana. Kwenye Biblia pia kuna walimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa nafasi ambayo amenipa. Sina mke na nina watoto sifuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yuko online. So tutakuwa na kitu ambacho Mungu anataka kusema nasi siku ya leo, ambacho Mungu amekusudia kusema nasi siku ya leo. Kwa hiyo tutakuwa na vitu vingi sana ambavyo Mungu anataka kuweka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini somo hili ni zito. Mungu wakati ananiwekea hili somo na kunisemesha hili somo, ananisemesha kwa habari anahitaji watu wapate kufunguliwa ili apate kujenga kitu cha kwake katika maisha yao na katika utumishi Mungu aliyowapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hakuna kitu kinanisumbua mara nyingi ninapopita kwenye makanisa na kufanya semina. Kinachonisumbua ni namna kanisa linavyokuwa na spidi yake ya kukua. Bwana Yesu asifiwe. Uwekezaji ni mkubwa kuliko ukuaji tuliona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni sawa na mtoto ambaye unamlisha chakula, unamlisha asubuhi, mchana, jioni, wakati mwingine hata milo minne. Alafu unajua kabisa hakui vizuri. Unampa maziwa, unasema alaba maziwa yafai. Unaenda ununua na supermarket. Unaambia haya, ukimpa haya anakuwa kama ng'ombe wa mnada. Wiki 2 tu amenenepa. Unaleta wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
na unagundua kwamba kuna shida, na ni kiu ya Mungu kwamba kuona kanisa lake linakuwa kwa spidi. Kwa nini? Kwa sababu kazi ni kubwa. Biblia inasema shamba ni kubwa, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Kwa nini watenda kazi ni wachache? Wewe ndio wako kiwandani, wanaandaliwa, lakini unachukua muda mrefu sana. Kazi inasubiri. Yesu anakaribia kuja, lakini tuna kundi kubwa sana ambalo bado liko kiwandani, bado linanyonya. Na Mungu kinamsumbua, kwa nini bado wananyonya? Wanatakiwa saa hizi wawe kazini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niko naongea na pastor mara kwa mara tunapofanya semina na tunafanya tathmini ya kanisa inavyoendelea. Na mbele inanisumbua sana, nikipita mtaani sisikia hata injili na ujio. Nasikia tu wale wanaoimba zile nyimbo za Kisukuma wale wanasema si nini shetani, si nini njoo, si wapi buku kiingilio. Ndio utasikia tu mtaani. Injili hakuna. Unaenda sokoni hakuna hata anayesema hata njoo uokoke, hata hayo maneno tu hayuko. Kinasumbua sana. Unapita soko kwa soko, hamna anayehubiri injili. Lakini sio kwamba Wakristo wako mtaani wanakula guta. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mwingine anakasirika anasema unajua waganga ni wengi sana. Waganga wataondokaje wakati watahubiri? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Shetani anaweka wahubiri wako hapa. Na wewe nenda na mahubiri yako kumpambania kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Mjue cha nani kitaharibika mapema. Usimsifie Mungu kanisani ukamwimbia mapambio. Mungu anaweza yote. Aingia mtaani sasa tuone anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haina maana usimwimbie. Lakini Mungu ukimwimbia na ukimsifu sifa zote unazozijua za dunia hii, kama zile sifa zitaonekana tukaziona, itakuwa ni kama tangazo lilobandikwa kwenye na picha pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama unaimba kanisani, nilikuwa naongea na praise worship kwa mahali fulani. Wanaimba vizuri, unasikia wanaimba vizuri, upako unashuka. Nikamwambia hivi, mnasubiri nini huko kanisani? Mmepangana hapo makundi kama 20. Wote mnaimba. Alafu mkishamaliza Jumapili mnapata mabeki, mnapaki gari. Mnasubiria Jumapili. Mnaanza tena kuimba. Hii wiki nzima hamna kitu mmefanya kwa Mungu. Hamna mazao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani kinakusumbua nini? Chukua kama kwani lazima uwe na vyombo. Wewe unasinia nyumbani. Kama unasinia chukua sinia na mwiko na frappe. Unasimama pale soko la jioni. Bwana hapo unaimba ile praise and worship ile inayoimba. Anaweza Bwana. Na upako unashuka kwa sababu upako hauji kwa sababu ya vyombo mlivyo navyo. Ni kwa sababu mioyo yenu imemwelekea Bwana na imegusa mbinguni. Paulo na Sila walikuwa hawana vyombo. Walikuwa wanaimba na makofi tu gerezani. Na Biblia inasema walikuwa wamefungwa na mikatale. Maana yake miguu yao imefungwa hapa. Na sikio walikuwa wanaimba imefungwa na mikono. Lakini wakajitahidi kupiga makofi wanavyoweza. Lakini mbingu zikafunguka. Madirisha na magereza yakaanza kutikisika. Yakafunguka pale. Unasema kwani walikuwa hawana speaker. Walikuwa hawana choir master. Lakini walikuwa na Mungu wakati wanaimba. Na mbingu zikafunguka pale. Mbingu zilipofunguka watu hadi yule mkuu wa gereza akasema Yesu nataka kuokoka. Sasa na Yesu mchukue hiyo. Kama hamna frampeni basi hata ndoo zilizopasuka. Mmoja anabandika hapa na mbao. Anapiga. Mwingine anaimba. Kama mnaona mtasumbuka sana ita noka mnatafuta na mhubiri mmoja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilienda Mwanza kipindi fulani. Nafanya shopping za kwangu. Mara nyingi sana wakati nimekuja nipo hapa Chato, ilikuwa inanisumbua sana kufanya shopping hapa. Kwa hiyo nikabidi shopping zangu nyingi nikawa nasafiri naenda Mwanza. Kwa hiyo kuna vitu kadhaa naenda kuchukua kule. Sasa nimefika pale town. Nikakuta watoto wadogo kama miaka 6, 7. Viko vitatu. Mmoja akashika mic, mwingine ana kispika kidogo vile. Ameshika. Yule mmoja anaimba. Alipomaliza mwingine akaingia kuhubiri. Akahubiri. Ikabidi nikae na vidogo sana kasisi. Nikasikiliza. Wakaimba, wako na mkokoteni wao unaowabebea vispika vyao. Wakaimba, wakapiga injili pale, wakamaliza. Nikaona watu wanatoa sadaka pale. Nikasikia Roho Mtakatifu anasema peleka sadaka. Nikachomoa. Nilikuwa na 10,000 huku nikawa na 5,000. Nikachomoa 5,000. Akasema
toa hiyo ya upande huu. Nikarudisha huko. Sasa nikawa najifanya kama sijamsikia, si unajua. Nikajifanya naenda nimekuambia hivi ya upande huu. Sasa nikawa nafikiri nina shopping, kuna vitu sijanunua, nikitoa hii. Kasema nikachomoa. No, ile 5,000 nilienda nikawanunulia katoni ya maji. Nakumbuka nikawanunulia katoni ya maji. Nikaichukua ndo nikajifanya na wapelekea. Akasema hapana, chomoa na hiyo 10,000. Nikaenda nikachomoa. Nikawapa na ile 10,000. Halafu unajua nikabaki na watazama. Nikatamani kuwakumbatia wale watoto. Unasema kwa nini? Ni wadogo. Almost wako primary, kama sio darasa la pili la tatu. Hapo katikati. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema Mungu, nina wazee wangu kule wana ndevu kanisani na kuhubiri hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Unasema kwa nini? No excuse. Haijalishi umri ulio nao. Ukimsema Yesu anajibu. Moja nikukumbusha, siku moja naingia kanisani. Kwenye kanisa nalo sasa nimechelewa maombi, niko na fellowship za jioni na wenzangu. Niko speed kweli. Nikawapita watoto. Sasa nikawa nawapita. Ila ndio wasikia kitu wanafanya. Wameunga wako kwenye pale wanacheza. Wadogo. Kama sasa wadogo wamekaa pale. Wanakemea sasa. Kwa jina la Yesu, kwa jina. Mungu anasema kwa jina la Yesu. Anguka kwa jina la Yesu. Sasa mimi nikapita. Nilipopita walipokuwa wanakemea nikawapita. Nikasikia sauti ikasema, "Mwalimu, mwalimu, mwalimu." Nikajua wanacheza tu. Nikanyoa kazangu kaingia kanisani. Nikakutana na wenzangu kwenye fellowship, ngakuta washawa hiyo wamefika, nikaanza kuongoza pale. Sasa wakati tunaongea, kabla tujaingia kwenye maombi, nikasikia watoto wawili wanaingia wamembeba mwenzao. Kutu. Mwalimu, nini? Anasema pale, Bwana, tulikuwa tunacheza. Sasa mimi nikawa nasema, Bwana, shindo kwa jina la Yesu. Mwenzetu akaanguka mapepo. Sasa nimejaribu kumkemea pale. Tukaona kazi. Tukampeleka kwa mama mchungaji, naye akatuambia maneno pale, tukaamua kumleta kwao. Hebu tusaidie. Ila si unaona hata sasa hivi anafadhali. Tumejitahidi kukemea kwa kweli. Sasa hivi angalau unaona hata anatazama. Nikasikiliza wale watoto. Nikacheka sana. Nikamwambia yamlete hapa. Nikabandika mkono, nikakemea pepo, nikalipuka pale, nikamwambia toka. Siendelea katoka. Akakaa vizuri. Sasa nikawatazama. Unajua kilichoniwazisha nini? Wao walikuwa wanataja jina la Yesu kwenye michezo. Alafu ikatokea halisi. Walikuwa wanacheza. Ungeuliza nini kitatokea hawajui. Lakini Yesu ukimtaja, Biblia inasema usilitaje jina la Bwana Mungu bure. Ukitaja tu jina la Yesu, mbinguni wanaliheshimu. Sasa hiyo mbingu zinafunguka, zinasema nani ametaja hapo? Nani ametaja? Malaika wanakuja sasa hiyo. Amen. Kwa sababu unajua mbinguni jina, ukienda mbinguni utaona jina la Yesu linavyoheshimika, utagundua kabisa kanisani aliheshimika. Nyie mnalichezea hivi, lakini jina la Yesu likitajwa, sio kuzimu, sio mbinguni. Shughuli zinasimama sasa hiyo. Nasema attention. Nyie huko mnalitaja tu kama mandazi ya mpogoroni. Usizani kwamba hilo jina sio jina la mchezo, lina heshima yake kubwa sana mbinguni. Sasa ndio maana wale watoto walipolitaja, mbingu zikasema tunaitika. Unasema kwa nini? Wao walikuwa wanalitaja kimchezo. Lakini kwa namna ambavyo walikuwa wanataja kwa imani. Na likajibu, Mungu akajibu sasa ile mapepo yakalipuka. Sasa chiki waliokuwa wametaja ni watoto. Hallelujah. Usiji kwa nini nimeamua kukusemesha hivi vitu, lakini najaribu kukuwezesha, kukusemesha tu angalau kukuweka kwenye mazingira mazuri juu ya kitu Mungu anachotaka kukusemesha sana. Mungu anachotaka kukusemesha sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Kiu yangu ni kuona Chato imefurika na watumishi. Kila kona ukipita injili inachapwa. Ukipita kwenye baa injili inachapwa. Yaani kiasi kwa mlevi akitoka mtu mlangoni, ile ameacha bia, mlangoni injili. Pale kilabuni wanabanwa hadi kwenye visigino, kiasi cha kwamba wale wamama wanauza karanga pale na mhubiri yuko pale anasubiria nani amelewa ni mchape injili hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Chapa injili hata kama hakuelewi, amelewa anasikia. Chapa, mbona Bongo Flava anasikia na anaimba vizuri akiwa amelewa, na injili atasikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Wewe kaanze kuzunguka ile eneo pale klabuni na injili kila siku. Muone kama zile klabu hazitafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nikupe ushuhuda wa mwisho. Nilikuwa nasikia ushuhuda wa mtumishi mmoja anaitwa Reinhard Bonke. Kama watu wengi wanamjua. Ni mwinjilisti. Anasema siku hiyo alifika kanisani moja. Akafika kwenda kuhubiri, akaambiwa, akauliza, vijana wako wapi wa kanisa? Akasema wote wako kwenye klabu ile. Wao mchi. Walikuwa maana vijana wote hawapo. Akasema okay sawa. Nipelekeni kule kwenye hiyo klabu walioko. Akaenda kwenye stage. So unajua klabuni kuna stage wasanii wanapanda na DJ. Akafika akaomba DJ, akasema naomba dakika moja niongee na vijana. Akapewa mic, muziki ukasimama. Akasimama klabuni, watu wanapiga bia zao, watu wanacheza muziki, akasimama. Akachapa injili pale. Alipomaliza kuwachapa injili akaambia kokeni. Akaanza kuona watu machozi yanawabubujika. Vijana wako klabuni, machozi yanawabubujika. Machozi yanawabubujika. Anasema siku moja akaja kijana mmoja anambia, mimi ni kijana ambaye niliokoka wakati ulipokuja kutuhubiria klabuni. Amen. Fikiria klabuni. Mpendwa, siku hizi ni najisi sana. Sema hata kukanyaga huko sitaki nitachafuka. Sawa. Biblia inasema hivi, analisafisha tawi lililo chafu liendelee kuzaa. Wewe pana usafi wako, alafu uone kama ukienda mbinguni hiyo kitimoto ya kwake. Yesu yuko radhi amsafishe kahaba kama anaendelea kumzalia matunda. Akakuacha wewe mtakatifu ambaye hutaki kuchafuka. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikusemeshe kitu cha leo ambacho nataka kukusemesha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Nakumbuka siku moja nilikuwa unajua nimemkorofisha Mungu sana. Nikatoka nyumbani nikaenda kanisani, naomba toba kwa Mungu, naomba toba. Alafu Yesu akatokea, ameshika isopo. Unajua anatumiaga isopo mpaka leo. Kavaa nguo zake nyeupe, akaninyunyizia hivi. Alafu mimi naendelea kuomba toba, akanishika mkono anambia, "Hebu toka hapo. Nenda kamuombe mchungaji. Nenda." Nikamwambia, "Mungu, lakini naomba unisamehe." Akasema, "Nishakusafisha, kafanye kazi." Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unasema kwa nini? Unajua watu wengi tunafikiri ni kama vile Mungu anapenda utakatifu kuliko kuzaa matunda. Haina maana na dharau utakatifu. Utakatifu ni mzuri. Lakini utakatifu ambao hauna faida kwa Mungu, ni bora ukafa ukaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Somo ambalo nataka nikusemesha hapa, lakini nitaongea na wewe kwenye engo nyingine. Sitasema vitu vingi sana hapa leo. Asubuhi nilisema vitu vingi, lakini na kazi ya kuombea watu hapa. Kuna watu Mungu anahitaji kuwafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Somo ambalo nataka nikusemesha hapa, ile mifano niliyokusemesha ni mahubiri tosha. Bwana Yesu asifiwe. Ijue nguvu ya toba katika kukutenga na maneno yaliyokusudiwa kukuhamisha kimsingi au kukukwamisha kimsingi. Ijue nguvu ya toba katika kukutenga na maneno yaliyokusudiwa kukuhamisha au kukukwamisha kimsingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ijue nguvu ya toba katika kukutenga na maneno yaliyokusudiwa kukukwamisha kimsingi. Ngoja nikusemeshe mambo kadhaa ya kiutangulizi hapa. Moja ya jambo ambalo nataka uone kwenye hili somo ambalo linaweka msisitizo mkubwa sana wa hili somo ni juu ya misingi. Ni juu ya misingi na neno ambalo linatumika kukwamisha. Na Biblia inapotazama maneno au inapotazama kitu cha msingi, haikitazami kimwili, inaitazama kiroho. Na vivyo hivyo kanisa linapotazama misingi lazima liangalie misingi kiroho kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema kwenye kitabu cha Efeso, anasema hata vinavyoonekana vimefanywa na vitu ambavyo si zaidi,
Maana yake vinavyoonekana vimefanywa na vitu visivyoonekana. Kwa hiyo misingi kibiblia inatafsiri kama vitu katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chochote ambacho kinawekewa misingi au unataka kukiwekea misingi, inawekwa kwenye ulimwengu wa roho kwanza kabla ya ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana mahali popote ambapo Mungu anataka kukusemesha au anakusemesha juu ya misingi, unapotega sikio kusikiliza, usilitazame kama jambo la kimwili kwanza. Ni eneo la kiroho au ni kitu cha kiroho. Haleluya, 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 haleluya. Unajua, kwa miaka kama 2-3, sio semina, sio mahubiri, Mungu ananisemesha misingi tu, misingi tu, misingi tu, misingi. Sijui kama unakumbuka. Wewe fikiria miaka 2 yote semina, ukikaa hivi misingi, ukikaa hivi misingi. Ukishaona hivyo, maana yake Mungu kuna kitu kipya kinakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na kwa sababu hiyo lazima ukae mkao wa kutega sikio juu ya Biblia inavyoongelea kwa habari ya neno misingi au msingi. Ni kitu cha kiroho au ni eneo la kiroho ambalo linaweka utangulizi wa vitu au inaweka sababu ya uwepo wa vitu tunavyoviona katika ulimwengu wa mwili. Maana yake chochote unachokiona kwenye ulimwengu wa kimwili, maana yake una misingi yake katika ulimwengu wa kiroho. Hakuna kitu chochote kinachotokea duniani au katika ulimwengu huu wa mwili na nyama tulio nao ambacho hakijaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake chochote unachokiona kimetokea huku nje katika ulimwengu wa mwili, kimeanzia katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo usianze kushughulika nacho kwenye ulimwengu huu wa mwili tulio nao. Anza kushughulika nao kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa malengo tulio nayo katika somo hili ni kukupa kujua juu ya uwepo wa maneno yenye uhalali kiroho wa kukwamisha au yenye uhalali wa kiroho wa kukukwamisha kutokea kwenye misingi. Kukupa kujua juu ya uwepo wa maneno yenye uhalali kiroho wa kukukwamisha kutokea kwenye misingi. Hili ni lengo la kwanza la somo ambalo tunalo, ni kukupa kujua uwepo wa maneno. Maana usipojua kwamba kuna uwepo wa haya maneno, huwezi kujua huo uhalali wa kukwama kwako kimisingi unatokea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini lengo la pili ni kujua vyanzo au chanzo cha kukwama kimisingi. Kujua vyanzo au chanzo cha kukwama kimisingi. Tunaposema kwa habari ya kukwama kimisingi, kukwama hakufanani. Biblia tunapojaribu kusema kwa habari ya kukwama kimisingi, inabidi utofautishe juu ya kukwama kwa kawaida. Kuna kukwama kimisingi, na lazima ujifunze kutofautisha hivi vitu, kwa sababu usipoelewa kwamba juu ya kukwama kimisingi maana yake nini, unaweza usijue juu ya faida na mzigo wa kujikwamua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ngoja nikupe mfano. Wangapi walishawahi kujenga? Okay. Naweza kunielewa. Ukikuta eneo limeanza kujengwa alafu msingi ndio umejengwa, bomba limeshindwa kuamka, huko kukwama kwake ni tofauti na yule ambaye ameinua bomba, amefunga lenta, hajaezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Huko ni kukwama kwa tofauti. Kwa hiyo tunaposema kukwama kimisingi,
Nataka uelewe hichi kitu. Unakuhamishwa kutokea kwenye misingi. Unakuhamishwa kutokea kwenye misingi. Nitaendelea kukusemesha maana yake nini, ili uweze kuelewa hichi kitu na uweze kujitathmini na kuona nimekwama kutokea kwenye kona ipi. Kwa sababu aliyekwama kwenye misingi anahitaji msaada tofauti na yule ambaye amekwama kwenye maeneo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikupe mfano huu. Ushawahi kuona mtu ambaye anakwambia, unajua bwana, mimi sijui kwa nini, yaani kuna namna ambavyo ninaweza nikapata hela. Napata hela nyingi kweli, nasema hapa nimetoboa kimaisha. Nikienda mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, nimerudi kama zamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Au yule ambaye anakuambia, unajua kila nikiokoka siku mbili nyingi nimeanguka kwenye dhambi. Kila nikiokoka siku mbili nyingi nimeanguka tena kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Maana yake nini? Misingi. Sasa sio kukwama kwa kawaida. Maana yake ukiona kukwama ambapo kuna kurudisha mwanzoni kila mara, yaani unakwama kwa kurudi mwanzo, unajua umekwama kimisingi. Kandarabashakarabasi. Nasema hivi, ukiona unakwama kwa kurudi mwanzo, ujue umekwama kimisingi. Usishughulike kwenye kile ambacho umekipoteza. Tengeneza misingi. Maana yake haiwezi kubeba hicho kitu ambacho unaweka juu yake. Haleluya. 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 Nataka uelewe hapa, itakusaidia pakubwa sana. Ndio maana kanisa lijajua kwa nini Wakristo wengi kukua ni kazi ngumu sana. Kila mwaka ni yule jana na leo, ni yule jana na leo, ni yule jana na leo. Maana yake ni kwamba kuna eneo la misingi ambalo halijakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikutazamisha hapa mistari ambayo tunasimama nao. Tunasimama kitabu cha Yoshua sura ya 6 ule mstari wa 26. Nikusemesha kitu pale ambacho niliona kwenye Biblia. Thank you Jesus. Hallelujah. Yoshua sura ya 6 mstari wa 26. Biblia inasema, naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiwa na mzaliwa wa kwanza wake, naye atasimamisha malango yake kwa kufiwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Jambo ambalo nataka uone hapa, hii ni habari ya Joshua. Joshua wakati ametoka, wamevuka mto Jordan, wanaenda Kanani pamoja na wana wa Israeli. Alikuwa ni kiongozi ambaye alikabidhiwa na Musa kazi ya kuongoza wana wa Israeli kwenda kwenye nchi ya Kanani. Na alipopewa ile kazi, akaanza safari, wakavuka mto Jordan. Walipofika ng'ambo ya mto Jordan, mbele yao kulikuwa kuna mji ambao ulikuwa unaitwa Yeriko. Na ulikuwa ni mji ambao huko njiani, kwenye njia yao ya kuelekea Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na Biblia inasema, hii habari inaendelea, anasema Joshua alipouona ule mji wa Yeriko, alitakiwa kwenda kupita pale. Maana yake walitakiwa kupiga mji wa Yeriko ili wapite. Biblia inasema Joshua akaenda. Biblia inasema alipokuwa katika amekaa na alikuwa na tafakari na maamiri jeshi wakuu wa kwake namna ya kupiga Yeriko, wakawa wanaweka mikakati ya kijeshi namna ya kukabili Yeriko. Lakini Biblia inasema Joshua alipofua macho yake, akamuona mtu kasimama mbele yake. Na alipomuona Joshua akasema, je, uko upande wa adui zetu au uko upande wa kwetu? Biblia inasema yule malaika akamwambia, mimi ni amiri jeshi wa Bwana. Biblia inasema Joshua
uso uso. Anasema amini, Bwana amwambia nini mtumishi wake? Na Biblia inasema pale yule malaika akaanza kusema na Joshua juu ya mpango ambao Mungu anataka kusema naye. Lakini kitu kimoja hapo ambacho alimwambia vua viatu vyako. Bwana Yesu asifiwe. Alipovua viatu vyake, Mungu akaanza kusema na Joshua juu ya mpango ambao anao kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya kukabili mji wa Yeriko. Haleluya. 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 Sasa cheki kitu Mungu alichomwambia yule jamaa. Anaanza kumwambia, mtakapoenda kwenye mji wa Yeriko, sema na wana wa Israeli, waambie mtakapoenda kwenye mji wa Yeriko mtauzungusha. Kwanza kitu alichomwambia, anamwambia mji huu nimewakabidhi nyinyi, nimewapa, nimeshawapa. Maana yake watu wa mji huu nimewakabidhi. Sasa mtakapoenda kwenye mji, muuzunguke mji wa Yeriko mara moja kila siku. Kwa hiyo mtaamka asubuhi, mtauzunguka Yeriko mara moja. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu na siku ya saba mtauzunguka Yeriko mara 7. Na mtakapokamilisha kuzunguka ule mji, Biblia inasema watu wale maamiri jeshi na waimbaji watapiga panda. Maana yake watapiga yale matarumbeta yao. Na watakapopiga matarumbeta, Biblia inasema wana wa Israeli watapiga kelele. Na watakapopiga kelele, ukuta wa Yeriko utaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Jambo ambalo nataka uone kwenye huu mstari hapa, wakati Mungu anasema na wana wa Israeli kwa habari ya hii habari, alikuwa anajaribu kuwasemesha kitu cha ajabu sana. Alikuwa sio tu kwamba anawasemesha kwa habari ya kitu cha kawaida, lakini alikuwa anasemesha kitu cha ajabu sana. Biblia inasema Joshua walipobomoa ule mji ukaanguka. Joshua ndio ule mstari wa 26. Joshua anasema, Biblia inasema akalaani, akawapisha wale watu. Akasema, na laaniwe mtu atakayeujenga huu mji, na ataujenga kwa kufiwa, misingi yake kwa kufiwa na mzaliwa wa kwanza, na atainua malango ya huu mji kwa kufiwa na mzaliwa wake wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimekusomea hii mistari ili uweze kuelewa, na nimekusimulia habari ili uone ilipotokea. Wakati Joshua anasema yale maneno, alitamka laana kwenye ule mji, na akasema atakayejenga aeke misingi yake kwa kufiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikusemeshe jambo la kwanza. Ifahamu tafsiri ya neno msingi kiroho na uhusiano wake na neno. Ifahamu tafsiri ya neno msingi kiroho na uhusiano wake na neno. Kitabu cha Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7 ule mstari wa 21, 24 hadi 27 anasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anaongelea habari hapa ya wajenzi wawili. Mjenzi wa kwanza ni mpumbavu na mjenzi wa pili ni mwenye hekima. Mmoja katika wajenzi hawa, mmoja unamuona anasikia neno la Mungu anafanya. Biblia inasema ni mfano wake mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Lakini anaongelea habari ya mtu mwingine ambaye anasikia maneno yake na asiyafanye. Na anasema mfano wake ni mtu ambaye amejenga nyumba yake juu ya mchanga. Ndani ya huu mstari nataka nikuonyeshe juu ya tafsiri ya neno msingi, kwa sababu unaona vitu ambavyo vitakusaidia uweze kutafsiri neno msingi. Kwa sababu unaona wote wawili wale ambao ambaye amejenga msingi juu ya mwamba na ambaye amejenga juu ya mchanga, wote
walipewa neno, au tunasema wote walijenga, wote walikuwa na nyumba, lakini sio wote walikuwa na misingi iliyojengwa juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini wote walikuwa na neno, walipewa neno, lakini sio wote walipewa neno, sio wote nyumba zao zimewekwa kwenye misingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nataka uelewe hichi kitu, kitakusaidia. Kwa hiyo sio kila anayejenga ana msingi, na sio kila mwenye neno ana msingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tuende taratibu hapa, itakusaidia. Kwa sababu ukianza kutafsiri neno msingi, watu wengi sana wataangalia jengo, wataangalia neno. Unapotafsiri msingi, haiko huko, haiko huko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Neno msingi ni nafasi anayopewa mtu, au neno ni nafasi anayopewa mtu au neno kama heshima ya kiutangulizi inayoamua nani anapewa heshima ya kujenga juu yake. Ni nafasi anayopewa neno au mtu kama heshima ya kiutangulizi inayoamua nani anapewa heshima ya kujenga juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kwa hiyo kutokea kwenye hiyo tafsiri unaweza ukaelewa neno linalowekwa kwenye matendo linapewa heshima kimsingi. Ukiona mahali popote pale neno unaloamua kulitekeleza linapewa heshima kimsingi, kama tafsiri yetu inavyosema ya kwamba ni nafasi ambayo neno inapewa kama heshima ya kiutangulizi inayoamua nani anapewa heshima ya kujenga juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo neno unalolitekeleza ndo linapewa heshima ya msingi. Maana yake mahali popote pale unapoona msingi umewekwa, maana yake kuna neno lililopewa heshima ya kiutendaji au heshima ya kuwekwa kwenye matendo. Haijalishi limetokea, ni neno limetoka wapi au chimbuko lake lilipo, lakini ukiona utekelezaji au kitu kinatekelezwa, ujue kabisa kuna heshima au kuna neno lililopewa heshima. Kwa hiyo kama unahitaji kushughulika na hicho kinachotekelezwa au hicho kinachojengwa, kashughulike na neno lililopewa heshima kwenye misingi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inategemea, sio lazima iwe wewe ulilolipa heshima, sio lazima iwe wewe ulilolipa heshima, lakini inawezekana ni watu ambao wana heshima kwao. Hujanielewa. Nimwambia msamiati, nasema hivi, inawezekana sio wewe, lakini ni watu ambao wana heshima kwenye maisha yako au kwako, au waliopewa heshima na sauti kwenye maisha yako, wakaweka hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Wakati unajua yule mtu ambaye amejenga juu ya mwamba, amejenga, mafuriko yalipokuja alikuanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mimi nataka uelewe hichi kitu, kitakusaidia sana, kwa sababu misingi inatoa nafasi kwa lile neno, lakini neno linalopewa nafasi ya kuweka msingi
ni lazima liwe ni neno lenye heshima kiutendaji. Maana yake ulilopewa heshima ya kiutendaji. Maana yake kabla neno halijawekwa kwenye matendo, lazima kuna heshima na hadhi iliyopewa kuliko maneno mengine yote ambayo umeyasikia au umepewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka uelewe hapa, sio maneno yote unayopewa yana heshima ya kufanana. Na heshima inayopewa ndio inapewa nafasi kwenye misingi. Maana yake ikishapewa nafasi kwenye misingi, ndio itaamua kitu gani kinapandishwa juu yake au nini kijengwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Mimi nataka uelewe hii point ya muhimu sana. Kwa sababu kuna vitu utaanza kuvitafuta kwenye kila kona. Vimeshikwa na kitu gani? Mbona viko tu hapa? Vimeshikwa na kitu gani? Na unaweza usione. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ndio maana unaweza ukaelewa wakati Joshua anasema yale maneno, halikuwa yasemi yeye kama kuyasema. Ngoja tusome kile kitabu cha, tusome kwa sababu unajua ukiona lile neno limesemwa, Biblia ikaendelea kufuatilia lile eneo la Yeriko. Nani atakuja kujenga pale? Lakini ikampata mtu mmoja kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza. Nataka niende speed hapa. Tuombe. Wafalme wa Kwanza 16. Mimi nataka leo nikuwekee tu angalau hapa ili uweze kuelewa, ili tunapoanza kuomba hapa uweze kuelewa namna ya kuchomoka. 16, Wafalme wa Kwanza 16:34. Wafalme wa Kwanza 16:34. Biblia inasema, katika siku zile Hieli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawa sawa na neno la Bwana alilonena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Bwana Yesu asifiwe. Nataka usikie pale anaposema sawa sawa na neno la Bwana. Maana yake Joshua alipokuwa anatamka ile laana kwenye mji wa Yeriko, hakuwa anatamka maneno yake, lilikuwa ni neno la Bwana. Sasa mtu ambaye anakuja kuyatengua yale maneno, anataka kushughulika na yale maneno, hatashughulika na Yoshua. Yoshua kusema neno la kwake ni neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nisikilize vizuri. Nilipokuwa najaribu kumsemesha juu ya heshima ya neno lililopata nafasi kwenye msingi, lile neno liliposema pale likaenda kukaa moja kwa moja kwenye msingi. Maana yake lilipokaa moja kwa moja kwenye msingi, lilikuwa linasubiri utekelezaji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ukikutana na neno kule kwenye msingi linasurura, anasema unaambiwa unafanya nini? Anasema nasafiri, nasimamia hapa, hamna mtu kujenga mpaka afiwe na mzaliwa wa kwanza. Hapo kimuuliza neno anasema uko na nani? Uko na nani? Hata sema uko na Joshua, niko na Bwana. Unasema kwa nini? Biblia inasema kwa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kwa nini? Heshima na mamlaka ya lile neno haiko kwa Joshua, iko kwenye Mungu aliyemuongoza Joshua kusema alichokisema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utakuwa anza kufikiri unapambana na Joshua. Unapambana na neno la Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale wazee wa zamani au vijana wa zamani, unaweza ukaelewa. Ukienda kwenye mila za wazee, unashangaa wazee pale wanawakatisha watoto pale wa kiume, alafu wanawatamkia maneno. Kama ni watoto wa kike, wanawatamkia maneno. Sasa nyinyi mnafikiri ni maneno ya kwao. Ni maneno ya miungu yake aliyopewa kusema kwa ajili ya watoto wake. Ukija kuyatengua, utashangaa ukutane naye, unakutana na Mungu amekaa pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Unasema kwa nini? Yeye katumika tu kukushika, ndo katumika tu pale, anatumika na ile miungu kusema yale maneno. Ndio maana kama mimi unavyonisikia hapa, unaweza ukafikiri ni mimi nasema, lakini Mungu aliyenituma, Mungu wangu ndo anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukitaka kupambana na neno langu, pambane na mimi, unapambana na aliyenituma. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine, aliyokuwa anaweka ile misingi sio Joshua, ni Mungu wa Joshua kwa kinywa cha Joshua. Haleluya, 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 haleluya. Ngoja nikusemeshe jambo la pili hapa. Neno linaweka au linawekwa kwenye misingi. Neno linalowekwa kwenye misingi ndilo lina sauti ya kinachotakiwa kujengwa juu yake. Neno linalowekwa kwenye misingi ndilo lina sauti ya kile kinachotakiwa kujengwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikusemeshe haya maneno angalau unaweza kaelewa. Wakati yule Joshua amesema yale maneno, atakayejenga hapa na afiwe na mzaliwa wake wa kwanza, yale maneno yakakaa pale. Unajua kutoka Joshua mpaka kitabu cha Ufalme kinaandikwa, unajua ni miaka mingapi? Kumbuka wakati Joshua, neno linalowekwa kwenye misingi ndilo lina sauti ya kinachotakiwa kujengwa juu ya msingi. Wakati lile neno linasemwa pale, ile Joshua aliposema pale, mpaka kitabu cha Wafalme, unajua ni miaka mingapi? Wakati Joshua ndo kwanza hata Kanani hawajafika. Lakini kitabu cha Ufalme anaongelea kipindi ambacho kina Daudi wameshazaliwa, kina wafalme Sauli washapita, kipindi cha kina Elia wamekuja. Bwana Yesu asifiwe. Yerusalemu imejengwa na kila kitu. Sasa unaweza kufikiria ni miaka mingapi? Zaidi ya miaka 100. Sasa fikiria yale maneno yamewekwa pale, yanasubiri tu mwaka wa kwanza, wa pili, hamna mtu amejenga, inasubiri. Ghafla anatokea mtu anajenga. Alafu cheki kinachotokea, aliweka misingi yake kwa kufiwa na mzaliwa wa kwanza. Kama neno Biblia inasema kama neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka uelewe hapa, lile neno lilokaa kule ndani lilikuwa linazuia mtu yoyote asijenge mpaka afiwe na mzaliwa wake wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwingine asijenge pale, mtu mwingine asijenge pale. Sikia, yule mtu alipokuwa anaenda kujenga pale, sijui alikuwa na Mungu yupi, lakini kama angekuwa na Mungu wa Joshua, angemtonya, angemwambia usijenge hapo, nilishapazuia. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kwa nini? Sikia, Mungu wa Joshua alipokuwa anasema, sio Joshua tu alisema, lakini na Mungu wa Joshua ndo alisema lile neno. Maana yake kuzuia, haijalishi nani anakuja kujenga, anakuja na Mungu yupi, wasuiwe kujenga pale. Na ndio maana jaribu kukusemesha kwamba neno lilosemwa kwenye misingi lina sauti juu ya kile kinachojengwa pale. Maana yake ni kwamba yule alipokuwa anakuja kujenga pale, lile neno lilosemwa pale lilikuwa na sauti juu ya kile anachokijenga. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa kabla hajajenga, lile neno lilitakiwa kutimia kwanza. Au hujanielewa? Wakati yule mtu anaenda kujenga pale, lile neno lilosemwa ndio lilitakiwa kutimia kwanza kabla ya kujenga misingi ile ilitakiwa kujenga pale. Ndio maana unaweza ukaelewa ni kwa nini kuna neno ambalo lazima litangulie kutimia kwenye maisha yako kabla ya hicho kitu unachotaka kitimie kwenye maisha yako. Ngoja nirudie. Neno linalowekwa kwenye misingi pale mahali linadai litimie kwanza, litekelezwe la kwanza kabla ya hicho unachotaka kufanya kitekelezeke. Ngoja nikupe mfano huu. Nilikuwa na binti mmoja ambaye tulisoma naye miaka kadhaa nyuma chuo. Alikuwa ni rafiki yangu sana. Sijui kwa nini Mungu alituunganisha sana. Alikuwa ni rafiki yangu sana.
Sasa naye akaenda chuo kingine, akasoma udaktari chuo kingine, akamaliza kule. Sasa baadaye akapata mwenzie, wanataka kuoana, na walikaa sana muda mrefu kwenye familia yao. Walipokaa sana muda mrefu kwenye familia yao, walipokaa muda mrefu sana, ule kijana sio kwenye familia, maana walikuwa wajiishi pamoja, wamekaa, lakini wakataka kwenda kuoana. Nyumbani kwao wakazuia. Yule binti alikuwa ni wa dini nyingine, sehemu nyingine, na huyu wa sehemu nyingine, na nyumbani kwao ni sehemu nyingine. Kwa hiyo wakamkataza binti asiolewe na ile sehemu. Kwa hiyo binti wakakaa. Sasa baada ya yale maamuzi kufanyika na nini, wakajikuta wanashindwa kuoana, wamekaa kwenye hiyo hali. Na baada ya muda kadhaa yule binti akanishirikisha hilo jambo. Akaniambia sasa baadaye wakaamua kuishi pamoja bila ndoa. Baadaye ndo akaja kunishirikisha. Akaniambia unajua bwana, nilikuwa na mwenzangu ikatokea hivi na hivi, tulizuiwa nyumbani kwa tukaamua tu kuishi. Tunasema sasa tutakaa hivi mpaka lini? Tukaamua tu kuishi ili tuwakomoe. Sasa wao kama wametukataza kuacha tuishi pamoja. Ngasema mmewakomoa, mmejikomoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Baada ya muda mimi nikamwambia sasa, the moment walipoamua kuishi pamoja nyumbani kwao, wakakubali waoane. Unasema kwa nini? Neno la uasherati lilitakiwa kutimia kwanza kabla ya ndoa. Okay. Kwa nini lilikuwa linasubiria waishi pamoja ndo harusi? Maana yake nyumbani kwao kulikuwa kuna zuio la namna hiyo. Unasema kwa nini? Dada yake naye aliamua kuzaa na mtu wa dini nyingine ili akubalie kuolewa, na kwa huyu naye alizuiwa mpaka waishi pamoja ndo mlango wa kuolewa ufunguke nyumbani kwao. Unasema kwa nini? Kuna kitu neno lilikuwa linadai litimie kwanza kabla ya kile wanachotaka kitimie kwao. Kuna neno lilikuwa linahitaji litimie kabla ya ndoa itengenezwe kwao. Na unajua kabisa ikishakuwa kitu cha namna hiyo, sio ndoa kama ndoa ya kawaida, ni kitu kingine. Mimi sio, unanielewa hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. 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 Hivi ni vitu vya siri vya ndani unatakiwa kuelewa. Ndio maana najaribu kukusemesha hapa. Yule mtu alipokuwa anaenda kujenga pale, tungeenda kusema kwamba angesikia lile tamko, asingejenga. Maana yake ni kwamba kuna neno lilitakiwa kutimia. Sasa nisikilize vizuri. Yule ndugu wakati anajenga lile eneo hakujua. Ndio maana alijenga, akafiwa na mzali wake wa kwanza, akaona ni kawaida. Anasema mtoto tu amekufa kawaida. Hakutafuta kuchua mbele za Bwana. Ndio maana ni rahisi sana amefiwa na mtoto, angeenda kwa waombaji anasema jamani, hebu tuombe. Mbona nimeanza tu kujenga hapa na ni mtoto wangu wa kwanza amekufa. Shida nini? Ni ya kuomba. Akapandisha bomba. Alipopandisha tu bomba, mtoto wake wa mwisho akafa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana sikia nikwambie kitu. Kuna vitu ambavyo miungu ikiwa imeweka kwenye misingi inadai kwanza vitimie kabla ya ujenzi wa kitu kingine. Maana yake ni kwamba misingi, miungu inaweza ikaweka neno lake ili kuzuia miungu mwingine anapokuja kujenga akwame. Ndio maana unakuta Wakristo wengi ni ngumu sana kukua kiroho. Unasema kwa nini? Kwa sababu kuna neno lililotangulia la miungu kwenye maisha yao linalotakiwa kutimia kabla ya lile neno la Mungu mwingine lililowekwa kwao. Kandarabashaka. Hujanielewa? Hujaelewa ni kwa nini? Wakristo wengi anaweza kaokoka kwenye mji, ana struggle kweli. Unaona ni mtu anapenda sana kuja kanisani. Anajitahidi sana kuja kanisani. Kafa, anaanguka kwenye uzinzi. Na yeye ajui, anakusema jamani, hata mimi sijui ni kwa nini. Unasema kwa nini? Kuna neno linatakiwa kutimia kwenye maisha yake, na alinazuia neno la Mungu mwingine lisitimie kwenye maisha yake. Sasa sisi tunapokuja kupandikiza maneno ya Mungu na kuwapandisha, hatujui tunajenga juu ya nini, kwa sababu yule mtu aliambiwa utajenga kwa kufiwa na mzaliwa wako wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu, kitakusaidia. Ndio maana usifanye tu mchezo swala la wewe kukua kiroho na kumwamini Yesu Kristo kazani. Swala la kuendelea kukua kiroho na kufanikiwa katika Kristo ni jambo jepesi. Lazima ucheki kwenye misingi, neno gani limewekwa huko.
Maana ndio linakukwamisha kimsingi. Maana yake ukikwama kimsingi, kukua kwako kiroho kutakuwa kugumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngoja nikupe jambo la tatu hapa tupate nafasi ya kuomba. Tupate nafasi ya kuomba. Mimi nataka nikusemeshe tu hivi vitu uweze kuelewa hapa. Ni jambo la msingi sana uweze kuelewa hapa. Kuna ahadi nyingi sana za Mungu ambazo amezikusudia. Ule mji wa Yeriko ulifika wakati wa kujengwa. Sasa ilikuwa imefika time. Mbeteli ni mwekezaji. Mji wa Yeriko ulikuwa umebomolewa toka wakati wa Joshua. Hakuwahi kujengwa. Hamna mtu hata mmoja alijenga Yeriko. Hayuko. Miaka 100 mji umekaa empty. Fikiria. Joshua sasa amepiga chapa, amebomoa nyumba zote. Alafu ghafla serikali nasema jamani, unajua Yeriko imekaa muda mrefu sana, haina uwekezaji na haina majengo. Sasa tupeleke mwekezaji. Cheki gharama anayoingia. Anafiwa na mtoto wake kwa ajili ya kujenga mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndio maana watumishi wengi wa Mungu hawajajua ni kwa nini anapofika mahali anataka tuanze, anajenga tu kanisa. Ile eneo lilikuwa hamna kanisa. Cheki gharama anayoingia kwenye familia yake. Anakutana na vita ambavyo hajawahi kuiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na wale wazee wa pale wanasema hamna kujenga kanisa hapa. Atakaye kuja kujenga kanisa hapa na afiwe na mtu wa familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa. Yule jamaa alikuwa amekuja kuwekeza kujenga kwenye mji wa Yeriko. Lakini alikuta kuna neno limetangulia kuwekwa pale na asingeweza kujenga. Fikiria Mungu, wewe ni mwekezaji, unapookoka ni uwekezaji wa Mungu. Mungu anaanza kujenga. Biblia inasema wewe ni nyumba yake Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Waefeso, ile sura, ngoja nikusemeshe, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Biblia inasema kwa habari nyinyi ni nyumba yake Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3. Ngoja nikusomee ule mstari pale. Mbona mmepoa au baridi? 3:9. Anasema hivi: maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu, ni shamba la Mungu na ni jengo la Mungu. Kwa hiyo Mungu ni mjenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo fikiria sasa, unapookoka Mungu anapotaka kuanza kujenga, anakuta neno gani limeweka msingi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka uelewe vizuri hapa, kwa sababu neno linaloweka msingi ndio lina sauti juu ya kile kinachotakiwa kujengwa hapo. Sikia, uzinzi hauwezi kuwa na sauti juu yako kama kule kwenye mishingi hakuna neno linaloshika hiyo roho ya uzinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Unasema kwa nini? Sikia nikwambie, kama umeokoka vizuri na umemwamini Kristo, uzinzi unakushindaje? Maana yake kuna neno liko kule ndani ambalo lina sauti juu ya hicho kitu ambacho kilitoka. Ndio maana unapookoka ni muhimu sana ule neno la kutosha. Uishi neno la kutosha. Unasema kwa nini? Kwa sababu neno linaondolewa kwa neno. Ndio maana ukishaona kwamba una tabia inakukwamisha, unapambana naye inakushinda kutoka, soma neno vya kutosha. Soma neno. Unasema kwa nini? Furikisha kwa neno. Au hujanielewa kitu nasema? Unajua kwa nini maji ya mto uwaga yanaanza kuwa machafu, alafu kadri mto unavyozidi kukaa yanaanza kuwa masafi? Unasema kwa nini? Kadri maji yanavyozidi kuja yanaondoa na uchafu ulioko ndani ya maji. Ndio maana unapoendelea kujaza ndani yako neno la Mungu kwa wingi, likajaa kwa wingi, kuna vitu inaanza kuondoa ndani yako. Maana yake ni kwamba yale vitu ambavyo vimewekwa kule ndani, neno linakuwa jingi kama mafuriko ya maji, kiasi cha kwamba muda sio mrefu ule mto uliokuwa mchafu ghafla unaanza kuwa msafi, unaanza kutoa maji masafi ndani yake.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio maana usitaki kumkatia tamaa mtu ambaye ni mshinzi, mtu ambaye ameokoka lakini kuna dhambi inamsumbua. Wewe endelea kufurikisha kwa neno, endelea kufurikisha kwa neno, hakuna mtu ambaye ulianza kuwa msafi. Wewe mwenyewe unajua kuna mifereji inapita mtaani kwenu ilianza kushusha maji machafu. Kadri inavyozidi kukaa, ghafla yanakuwa maji masafi, mnaanza kuchota na maji ya kunywa hapo hapo. Wakati mlikuwa mnayadharau, mnasema ni maji ya mfereji, lakini sasa yamekuwa masafi. Unasema nini? Sikia, ule mfereji haukuacha kuflow kwa sababu maji yamekuwa machafu. Uliendelea kutiririsha maji mpaka yaliposafishika yote yakawa masafi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sio kila mtu ambaye amemwamini Kristo ni msafi, lakini Mungu anaendelea kufurikisha mito ya Roho Mtakatifu, anaendelea kufurikisha mito ya neno mpaka uwe msafi, hata kusafisha mpaka uwe msafi. Haleluya, 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 haleluya. Ngoja nikupe jambo la mwisho hapa, alafu tupate nafasi ya kuomba. Tambua Roho na uhusiano wake na neno linaloweka msingi unaokunyima msingi wa Mungu. Tambua Roho na uhusiano wake na neno linaloweka msingi unaokunyima msingi wa Mungu. Tambua Roho na uhusiano wake na neno linaloweka msingi unaokunyima msingi. Ukisoma kile kitabu cha Joshua ile sura ya 6 mstari wa 26, Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi: wakati Joshua amesema yale maneno, akainuka mtu kuja kujenga. Lile neno lililowekwa pale lilikuwa linawanyima msingi, mtu yoyote asije akajenga msingi. Ndio maana alisema hivi: alaaniwe mtu atakayejenga msingi. Hajasema alaaniwe mtu atakayejenga Yeriko, alaaniwe mtu atakayeweka msingi. Hakusema alaaniwe mtu atakayeezeka, alisema alaaniwe mtu atakayeweka msingi. Kwa nini? Lile neno lilikuwa linaweka zuio la kuwekwa msingi, kwamba pasiwe na msingi hapa, msingi usije ukawekwa hapa. Tambua Roho na uhusiano wake na neno linaloweka msingi unaokunyima msingi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Biblia inasema ninyi ni jengo la Mungu, Mungu alilolijenga. Na kama ni jengo la Mungu, maana yake ni kwamba kuna neno ambalo Mungu analitumia kuweka msingi. Ndio maana ni muhimu sana uweze kuelewa mahali popote, kitu chochote mnachofanya, lazima muwe na neno mnalotumia kuweka msingi kwenye hicho mnachokifanya, kwa sababu ndio litazuia roho na ndio litatoa nafasi ya roho ipi itaingia pale na kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa wakati lile neno linasemeshwa pale, ghafla kuna roho. Yoshua aliposema tu lile neno laana, kuna roho ikaja pale ikakaa. Ndio maana unasikia roho ya laana. Watu wengi sana wanashughulika na roho ya laana kabla ya kushughulika na neno lililoleta laana, kwa sababu uhalali wa roho iliyoweka roho ya laana haujaipata kwenye laana, umeipata kwenye neno lililopelekea ukapata laana. Kwa hiyo lazima ushughulike na neno lililopelekea kupata laana ili kushughulika na roho ya laana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Unasema kwa nini? Kwa sababu Joshua wakati anasema yale maneno, kama kuna mtu angekuwa anamsikia, angejua kabisa na ile roho ya mauti iliyoingia kwa yule mzee ilitokea wapi. Kwa sababu aliposema tu alaaniwe, afiwe, sasa hiyo roho ya mauti ikakaa pale inasubiria atakayejenga. Akishajenga tu roho ya mauti inaingia, afu inatafuta mzaliwa wa kwanza. Maana yake imeambiwa afiwe na mzaliwa wa kwanza. Roho ya mauti inaingia kwenye familia, inatafuta mzaliwa wa kwanza yuko kona ipi, inaua. Alafu ilipomaliza kumuua mzaliwa wa kwanza ikasubiri. Akipandisha tu bomba akaweka, Bwana ajenge, ainue malango yake kwa kufiwa na mzaliwa wa mwisho. Ilipojaribu tu kupandisha bomba, akaingia kwenye familia na tafuta mzaliwa wa mwisho. Anatimiza neno gani? Neno la laana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndio maana ni muhimu sana uweze kuelewa. Hivi ni vitu vya muhimu sana vya kukusaidia uweze kuelewa kama kanisa. Unapojengwa kama nyumba ya Mungu,
Ni muhimu sana uweze kuelewa. Ndio maana alinyimwa msingi. Yule mzee alipofiwa na mzaliwa wake wa kwanza, hujaelewa kitu alinyimwa. Wakati anajenga misingi ya Yeriko, na yeye akapokonywa msingi wa uzao wake. Unasema kwa nini? Mzaliwa wa kwanza ni msingi. Si kama watu wanajua. Mzaliwa wa kwanza ni msingi. Sasa cheki kilichotokea. Alilipa msingi wa uzao wake ili ajenge msingi wa Yeriko. Unasema kwa nini? Alipokonywa msingi ili kujenga msingi. Ndio maana unapookoka, unapomwamini Yesu Kristo, lazima uelewe. Lazima kuna misingi upokonywe, iondolewe ndani yako ili kuweka msingi huu mwingine. Kanda rabashaka rapako ni misingi, mabadilishano. Yalitokea mabadilishano pale. Alisema jenga, wewe jenga, tutakuruhusu kujenga, lakini tupe msingi wa familia yako, tupe msingi wa uzao wako. Unalipa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi kwa upande wako, sijui kwa upande wako, lakini sijui gharama gani unalipa kwa ajili ya wito wa wokovu Mungu aliyokuitia, kwa ajili ya utumishi Mungu aliyokuitia, kwa ajili ya maisha Mungu aliyokuitia, kutokana na neno ambalo limewekwa pale kwenye msingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ukisoma kitabu cha Petro sura ya pili, ule mstari wa kwanza, Petro wa kwanza ile sura ya pili mstari wa 5, anasema hivi: ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Anasema mmejengwa muwe nyumba ya Roho. Maana yake ni kwamba nini jengo? Unapokoka wewe ni jengo la Mungu, umejengwa katika Roho, uwe nyumba ya Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hafucheki kitu cha ndani yake, anasema mtoe dhabihu. Mungu anahitaji kukujenga. Lengo ni utoe dhabihu. Utoe dhabihu ya Roho. Yule ndugu wakati anajenga pale, hakujua kwamba alichokuwa anakifanya, alilazimika kutoa sadaka ya mzaliwa wake wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Waefeso sura ya pili nikusemeshe pale, wakati unajiandaa kuomba, upate nafasi ya kuomba hapa. Tunahitaji utoke kwenye hilo eneo ili Mungu akusaidie upite mahali ambapo Mungu anataka uvuke. Waefeso sura ya pili mstari wa 20. Waefeso sura ya pili mstari ule wa 20. Jesus. Waefeso sura ya pili mstari wa 20. Waefeso sura ya pili mstari wa 20 anasema hivi: mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Anasema mmejengwa katika nini? Katika misingi. Na kama mmejengwa, maana yake anasema mmejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Kama mmejengwa kwenye misingi, yule anayejengwa wakati mwingine anaweza asijue. Si watu wengi sana tunajua sisi wa Kristo tunapookoka tumejengwa katika misingi ipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuona watu tu wanakujenga, wanapandisha tofali, lakini usijue kwamba kuna misingi ya mitume na manabii iko kule chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unataka kuwazuia wanaopandisha tofali? Wao wapandishe tofali kwa sababu wanapandisha. Wao wanapandisha tofali kwa sababu kuna misingi inayodai wapandishe tofali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Mungu hawezi kujenga kwenye misingi ya mapepo. Mungu hawezi kujenga kwenye misingi ya miungu mingine. Mungu hawezi kujenga kwenye misingi ya nguvu za giza. Lazima abomoe misingi, aweke msingi wa kwake, alafu ajenge juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tupate nafasi ya kuomba. Lakini nimekusemesha kwa habari ya toba. Ziko toba mbili kubwa ambazo Mungu amenipa kwa ajili ya kukusaidia kutoka kwenye hilo eneo, ili uone msaada wa kimungu, Na kuna nguvu za giza ambazo zimekamata watu, sema washika, na wenyewe hawajui.
Unajua kuna namna ambavyo unaweza ukamwona Mkristo na kijana anamtumikia Mungu na yuko kanisani na ameokoka, unamtazama ameokoka, lakini unapata shida, unasema hamna. Kuna kitu kingine kiko kule ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unasema kwa nini? Wokovu ukija na Mungu akiweka misingi, uwe na uhakika ya kwamba kuna mabadiliko yatakuja ndani yako ya ajabu. Na ukiona kuna tabia fulani anazo mtu ambaye unasema ameokoka, unagundua Bwana hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema sala ya kuokoka lakini hajaokolewa. Unasema kwa nini? Kwa sababu sio kila anayekiri Kristo kwa kuokoka amesamehewa na kuokoka. Sio wote. Na ndio maana lazima uelewe. Ndio maana unaweza ukaelewa kanisani wakati mwingine, unaweza ila mtu anakuja, unaomba, unakemea mapepo, yanalipuka mapepo ndani. Alafu unauliza namna alivyokaa kule ndani. Lakini ameokoka, umemsalisha sala ya toba vizuri, ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikia, ukishakuwa kuna misingi ya neno la namna hiyo, uwe na uhakika kwamba haijalishi utahubiri asubuhi mpaka jioni, utahubiria Wakristo asubuhi mpaka jioni, lakini cheki misingi iliyowekwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tupate nafasi ya kuomba. Mnaweza kutusaidia kutuondolea hii pulpit hapa ili tupate nafasi ya kuomba hapa. Nataka tuondoe nguvu za